والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ندليل ya hilo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la taqaddamanna ahadukum ramadan la yataqaddamanna ahadukum ramadana asitangulie mmoja wenu ramadhani asitangulie bisaumi yaumin kwa kufunga siku moja au yaumaini au siku mbili usitangulie ramadhani kama utakaoikaribisha wewe unaanza ngoja nianze kwanza kama siku moja au mbili kabla ya ramadhani usitangulie usifanye hivyo na huna kawaida ya kufunga usifanye hivyo illa yakuna rajul isipokuwa akiwa ni mtu ambaye kana yasumu saumahu alikuwa anafunga funga zake za kawaida mfano Ramadhani itakuwa Jumanne wewe umefunga siku ya Jumatatu wewe unafunga zile funga zako za kawaida ulizozoea mtu huyo hakuna neno isipokuwa mtu huyo hakuna neno falyasum dhalika al-yawma yeye afunge siku hiyo hata kama ni siku moja au mbili kabla ya nini Ramadhani yeye afunge hakuna neno sababu ni kawaida yake funga wal hadith muttafaqun alayhi fahuna hapa asema an-nabiy sallallahu alayhi wasallam abaha amehalalisha ameruhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam amemruhusu limani i'tada siyama kwa yule aliyekuwa amejizoesha kufunga ayasuma afunge ila akhir Shaabana mpaka mwisho wa Shaabani amemruhusu qala akasema illa an yakuna rajulun kana yasumu sawm isipokuwa awe mtu ambaye anafunga funga zake za kawaida yeye aendelee baada annaha anisiyam kabla Ramadhan biyawmin au yawmayn baada ya kuwa amekataza kufunga kabla Ramadhani kwa siku moja au mbili akamruhusu mtu ambaye ana kawaida ya nini ya kufunga aliposema la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi sawmi yawmin au yawmayn illa istafna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amevua mtume sallallahu alayhi wasallam amemvua asema illa an yakuna rajul kwa amemvua mtu wa namna hiyo idhan man ta'awwada as-siyama fi shahr sha'ban yule ambaye amejizoesha kufunga katika mwezi wa Shaaban au fi ghairihi au katika mwezi mwingine usiku wa Shaaban kana amejizoesha kufunga idha ta'awwada siyama al-ithnain atakapojizoesha kufunga siku ya Jumatatu wal Khamis na al-Khamis wajaa nisfu Shaaban na ukikaja nusu ya Shaaban falyukmil na akamilishe yani hata kama siku 16 aendelee kwa neno li'annahu ta'awwad sababu yeye amejizoesha وهكذا من اعتاد صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما na vile vile alijizoesha kufunga funga nabii Daud anafunga siku moja anakula siku moja fahadha yasumu huyu atendelea kufunga baada muntasaf Shaaban baada ya kufika nusu ya Shaaban wa hakadha man alayhi kafaratun na kama hivyo yule ambaye juu yake kuna kafara au qada'u ramadhana au analipa masiku ya Ramadhani au siyamu nadhri au funga nadhiri min alfara'id kufunga za faradhi au ihtada an yasuma akthar Shaaban au amejizoesha kufunga siku nyingi katika Shaaban fi kulli aam kila mwaka kama kana yafalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam fahadha yajuzu lahu as-sawm mtu huyu inafaa kufunga baada nisfi Shaaban baada ya nusu ya Shaaban ila akhir Shaaban mpaka mwisho wa Shaaban amma man lam ya'tadda ama yule ambaye hakujizoesha sasa itakuwa man i'tada lam ya'tad kama vile ukaida sawa amma man lam ya'tad dhalik ama yule ambaye lam ya'tad dhalik hakujizoesha hilo tunaelewana yule ambaye hakujizoesha hilo fala yajuzu lahu ala rajih haifai kwake juu ya kauli yenye nguvu wanasema huyo haifai liqauli sallallahu alayhi wasallam itakasoma Shaaban fala tasumu itakapofika nusu ya Shaaban msifunge wa inda Tirmidhi tabaqi nisfu min Shaaban baki nusu katika Shaaban fala tasumu msifunge fayanha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith an as-siyam anakataza mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii kufunga wa yustathna fi hadith akhar au yustathni يستثني ويستثني في حديث آخر na amevua katika hadithi nyingine illa man ihtada isipokuwa alizoea maana akasema illa yakuna rajul kana yasumu sawmahu falyasum dhalik fahadha alqawlu fihi jam'un min alahadith sawa qawlihi ndani yake kuna hadithi nyingi sawa hadithi nyingi zinaunga mkono kauli hii kadhalika kuna masala fi siyam fi akhir Shaaban kufunga mwishoni mwa Shaaban
الصيام في آخر شعبان kufunga mwisho wa Shaaban wa huwa al-yawm al-30 min Shaaban siku ya 30 ya mwezi wa Shaaban au huwa al-awwal min Ramadhan au mwanzo wa Ramadhani. Ile mtu ana wasiwasi, je leo ni 30 Shaabani au moja Ramadhani? Sawa, kufunga mwisho wa Shaaban. Walidhalika sumia yawm ash-shakki, na ndio maana imeitwa siku hiyo siku ya shaka, kwamba leo ni siku ya 30 au moja Ramadhani, siku ya 30 ya Shaaban au tarehe moja Ramadhani ni siku ya shaka. Falyawm al-30 min Shaaban, siku ya 30 ya Shaaban, wakad yakunu huwa al-yawm al-awwal, na huenda ikawa ndio siku ya mwanzo ya Ramadhani idha dhahara al-hilal, pindi ukidhihiri nini mwezi. Hiyo inaitwa siku nini? Shaka. Je, kufunga siku ya 30 ya Shaaban inafaa? Ambayo inakuwa ni yaumu shaka, inawezekana ikawa moja nini Ramadhani lau kama mwezi utadhihiri. Mara nyingine inawezekana watu ikawa 30 Shaaban na 30 mara asubuhi kabla mwezi ufanye ulionekana, inawezekana au siku imeingia jua limezama mnasubiria mwezi, kwa hiyo 30 au moja, sio na kwa hivyo kana kwa yaumu shaka. ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين عمران ابن حسين alafu kuna Humran imethibiti katika sahihaini kutoka Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lirajulin, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia bwana mmoja, hal sumta min sarari hadha ash-shahr shay'a. عند البخاري هل صمت من سار شعبان شيئا، كبخاري مجيف. قال لا تدوف فنوزي yule bwana akasema hapana. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha aftarta fasum yawmayn, ukishafungua mwezi wa Ramadhani funga siku mbili katika Shawwal. Sasa tadوف فنوزي. وفي روايه البخاري من سرر شعبان شيئا، فهنا سرر اختلف اهل التفسير في معناه. wanawachuoni wametofautiana kusema sarar maana yake nini. Ile ya kwanza, hal sumta, je umefunga min sarari Shaaban, mwishoni mwa mwezi wa Shaaban, shay'a, umefunga masiku yoyote ya mwisho wa mwezi wa Shaaban. Sasa wanawachuoni kuhusu neno sarar wametofautiana. والمشهور na iliyo mashuhuri imetangaza zaidi anna sarara, kwa neno hili as-sarar huwa akhiru ash-shahr, mwisho wa mwezi. Qala sallallahu alayhi wasallam lirajul, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia huyu bwana, hal sumta, je umefunga min sarari Shaaban shay'a, je umefunga masiku yoyote katika masiku ya mwisho wa mwezi wa Shaaban? Je umefunga mwishoni mwa mwezi wa Shaaban chochote katika masiku? Sawa, naelewana sasa hapo. Wa min sarari Shaaban faraji huwa al-mashhur, kauli iliyo na nguvu na iliyotangaa annahu akhiru Shaaban, kwa neno sarar maana ni mwishoni mwa mwezi wa Shaaban. Hal sumta min akhir Shaaban shay'a, kama msema, je umefunga mwishoni mwa mwezi wa Shaaban chochote, yani katika masiku yoyote ya mwezi wa Shaaban? Je umefunga masiku yoyote mwishoni mwa mwezi wa Shaaban? Hakadha maana alhadithi ala arrajihin, ndio maana ya hadithi kwa kauli iliyokuwa na nguvu. Sasa je hapana mgongano? Kule anaambiwa mtu asitangulie siku moja au mbili kabla ya Ramadhani, huku anaulizwa mtu umefunga mwishoni mwa mwezi wa Shaaban. Sasa kama mwishoni mwa mwezi wa Shaaban sitakuwa moja au mbili, ndio kama atakuleta sura hii. Lakini kauli ya kukata katika hili kwamba huyu anemwambia ni yule aliyejizoesha kufunga. Sawa, kwa wale wanatetea habari mpaka mtu awe nini amjizoesha. Sasa huyu aliyeambiwa hivi amjizoesha kufunga, ndio maana hapa akasema fa amarahu an yasuma fi akhir Shaaban, kurasa 14 hapo na maelezo mstari wa 5 ukisoma au 4, akamwamrisha kufunga mwishoni mwa Shaaban li'annahu ta'awwada as-siyama, kwa sababu yeye amejizoesha kufunga. لانه كان صائما في ذاك اليوم, sababu alikuwa amefunga siku aliyomuuliza alladhi sa'alahu fihi, siku ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم amemuuliza. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam aqarrahu ala hadha as-siyam, na Mtume akamkubalia funga hili, akamkubalia yeye funga huko. Kwa hiyo kama mtu atasema, atauliza, hadi thabata fi sahihaini, imekuja hadithi katika sahih Bukhari na Muslim kama marra maana, kama ilivyopita huko pamoja sisi tumeisoma, fi hadithi Abi Hurairah, katika hadithi Abu Hurairah
قوله صلى الله عليه وسلم قول yake mtume صلى الله عليه وسلم amekataza la taqaddamu ramadhan, msiutangulie mwezi wa ramadhan bisaumi yawmin, kufunga siku moja, wala yawmain au siku mbili, illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Je, mtu akisema hivyo, kaifa najma'u baina hadithi al-hathi ala as-siyam, vipi tutaikusanya baina ya hadithi inayohimiza kufunga wa hadithi al-man'i min as-siyam, na hadithi inayokataza kufunga? Je, mtu akituletea hadithi hiyo, qad ajabna sabiqan, asema tumeshatangulia kujibu, wa nu'idu, na tunarudia, faljamu baina alhadithain, sawa kuzikusanya baina hadithi hizi mbili, bi annahu man ta'awwada as-siyam, yule aliyejizoesha kufunga, falyasum, basi na afunge, hatta akhira Shaaban, mpaka mwisho wa mwezi wa Shaaban, hatta yawma al-30, mpaka siku ya 30, yasumu hadha al-yawma, haifunge pia siku hiyo, li'annahu ta'awwada ala as-siyam, sababu yamjizoesha kufunga. Falau wafaqa siyama al-ithnain, lau kama imeafikiana siku ya Jumatatu hiyo mwishoni mwa Shaaban ni Jumatatu, wal khamis na khamis, wa ta'awwada, na akamjizoesha, yani kwa 29 au siku 30 Jumatatu wal khamis, au siyama Daud, au alikuwa anafunga funga Daud, au ta'awwada ala siyami hadha al-yawm, au amjizoesha kufunga au ikawa ta'awwada ala siyami hadha al-yawm wa akthara Shaaban, au ikawa amejizoesha kuifunga siku hiyo na kufunga siku nyingi katika Shaaban, fi kulli am, katika kila mwaka, fahadha yustafna, mtu huyu anafuliwa, inafaa kwa yeye kufunga, hakuna neno. Wa khulasatul qawli fi siyami akhir Shaaban lahu thalathu halat, na kauli ya ufupisho, kauli ya kufupisha kwamba funga mwishoni mwa Shaabani ina hali tatu. Hali ya kwanza, an yasumahu bi niyyati ramadhaniyya, kufunga kwa nia ya Ramadhani. Kuna mtu ngoja nifunge, uende ikawa leo Ramadhani, hadha al-yawm al-30 min Shaaban, siku 30 ya Shaaban, akafunga kwa nia ya Ramadhani, fa huwa yahtamilu an yakuna huwa 30 min Shaaban au huwa al-awwal min Ramadhan, sababu inahitamili, inatatiza kuwa ni siku ya 30 Shaaban au ya kwanza Ramadhani. Fayasumu hadha al-muslimu, anafunga huyu muislamu, yasumu bi niyyati ramadhaniyya, anafunga kwa nia ya Ramadhani, ihtiyatan li Ramadhan, kwa ajili ya kuchukua tahadhari ya nini, ya Ramadhani. Fahadha la yajuzu, haifai. Mashia wanafanya hivyo, wanafunga siku moja au mbili kutangulia Ramadhani, haifai hiyo. Fahadha muharram, ili haram, kusema ngoja nianze kama siku moja mbili nikinge, sika Ramadhani niingie sina habari, hiyo haifai, biadami dalili alayhi, sababu kuna dalili. Kwa hiyo hali ya kwanza haifai kufunga kwa nia ya nini, ya Ramadhani. Hali ya pili, an yasuma bi niyyati an-nadhri, kufunga kwa nia ya nadhiri, au qada'i Ramadhan al-faiti, au kulipa Ramadhani iliyompita, au an kafara, au kufunga kwa kafara min al-kaffarat, fahadha jaizun siyamuhu, sawa, huyu inakunafaa kufunga kwake. Kufunga nini, akhira Shaaban, mwishoni mwa Shaaban, yajuzu siyamuhu inda jumhur ahli al-ilm, inafaa kufunga mbele ya kundi kubwa la maulama. Wa hakadha man ta'awwada as-siyam, kadhalika yatafaa kufunga kwa yule ambaye amejizoesha kufunga siyam al-ithnain wal khamis, au siyam Daud, au kana ta'awwada siyama akthara Shaaban fi kulli am, fahadha yasumu inda jumhur ahli al-ilm, wala shay'a alayhi, wala pana ubaya juu yake, hatta akhira Shaaban, mpaka mwisho wa Shaaban au hatta akhiri, sawa sawa, hiyo hatta tuifanye kwa maana ila akhiri Shaaban, hatta akhiri Shaaban, mpaka mwishoni mwa Shaaban nafaa kufunga. Alhala thalitha, hali ya tatu, an yasuma akhira Shaaban, kufunga mwishoni mwa Shaaban, bi niyyati at-tatawwu' al-mutlaq, kwa nia ya kufunga sunna tu ya mutlaq, yani haina sababu, umeamua tu mwenyewe kwamba kuja nifunge. Wahidun yaqul, yani mtu mmoja akasema, lam yataawad as-siyam, mtu wenyewe wala hajajizoesha kufunga, lakini akasema tu, yaqulu, akawa anasema, saasumu hadha al-yawm tatawwu'an lillah, nitafunga leo kwa ajili ya kufanya taa, kwa kumtii Allah, ngoja leo niamke, nimeamua tu nifunge leo kwa ajili ya kumtii Allah, sawa. Famana'ahu kathirun min ahli al-ilm, wameikataza hilo wengi katika maulama kwamba haifai, ya anna nabii sallallahu alayhi wasallam naha an dhalik, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo. Faqala sallallahu alayhi wasallam, amesema, la taqaddamu Ramadhan, msitangulie Ramadhan bisawmi yawmin, kwa kufunga siku moja, wala yawmain, wala siku mbili. Hadha nasun sarih, hili ni andiko la wazi, ya annahu la yajuzu siyamu akhiri Shaaban, kwamba haifai kufunga mwishoni mwa Shaaban, illa mastathnahu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa yule aliyemvua Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, illa rajulun kana yasumu sawman falyasum.
Taati taruka ukurasa 16 anasema naati limas'alatin ukhra, tunaendea mas'ala mingine, wa hiya mas'alatu la mas'ala lailata au mas'alatu lailati an-nisfi min Sha'ban, mas'ala ya kuhusiana usiku wa katikati ya Sha'ban, wama warada fiha min ahadith, na hadithi zilizokuja kuelezea usiku huo. Ni nukta nyingine. Sawa. Thabata hadithun wahidun, kwa hilo thibitini, imethibiti hadithi moja tu, fi fadhili lailati an-nisf min Sha'ban, ya kuelezea fadhila za usiku wa nusu ya Sha'ban, wa huwa ma rawahu at-Tabarani, na ni hadithi alipokea Imam at-Tabarani fi mu'jamihi, katika mu'jami yake. Sawa. wa Ibn Hibban fi sahih Ibn Hibban min hadithi Muadh ibn Jabal, miongoni mwa hadithi za Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi, Allahu waangalia kwa huruma waja wake wote, Allahu waangalia kwa huruma waja wake wote, viumbe wake wote, lailatan nisfi min Sha'ban, katika usiku wa katikati ya Sha'ban. Allahu watazama kwa huruma viumbe wake wote katika usiku wa katikati ya Sha'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, kisha anawasamehe viumbe wote, illa limushrikin, isipokuwa mshirikina, au mushahin, au mtu wa bid'a. Katika tafsiri zake, tafsiri al-Imam al-Auza'i amesema mtu wa bid'a. Sawa, huyo asamehewe. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، حديث من صحيح الألباني. قال nitaruka masaili. Kwa hiyo tufahamu kwamba hadithi iliyothibiti kuhusu fadhila za katikati ya mwezi wa Shaaban ni hadithi moja ya Muadh ibn Jabal, hadithi inaelezea kwamba Allah huangalia kwa huruma waja wake na kuwasamehe katika usiku huo, isipokuwa mshirikina au mtu wa bid'a. Alafu katika ukurasa wa 17 akasema, kuna maneno yanasema, wa hunaka ahadith, fakra ya pili, wa hunaka ahadith, na zimekuja hadithi nyingine, wa hunaka ahadithu ukhra, na zimekuja hadithi nyingine, yani wa hunaka hadithu ukhra jaat, na zimekuja hadithi nyingine, fi shahri Sha'ban fi fadli, kuelezea fadhila za mwezi wa Sha'ban, wa fi fadli siyami, na fadhila ya kufunga kwake, wa fi fadli qiyami lailati nisfi min Sha'ban, na fadhila kuelezea fadhila za kusimama usiku wa katikati ya Sha'ban. Lakinnaha la tathbutu inda ulama'i alhadith, lakini hadithi hizo hazikuthibiti mbele ya wanawachuoni wa hadithi. Umeelewana? Hadithi zote zilizokuja kuelezea fadhila za usiku wa katikati ya Sha'ban, kama kuswali, zote hazijathibiti. Hadithi iliyothibiti ya Muadh bin Jabal kwamba Allah anaangalia kwa huruma waja wake na kuwasamehe isipokuwa mshirikina na mtu wa bid'a. Walidhalika ankara ulama hadhihi alahaditha, kwa sababu hiyo wamezipinga wanawachuoni hadithi hizi, wa ankaru alibadati allati ja'at fi hadhihi alahadith, na wamezipinga ibada zote zilizotajwa katika hadithi hizi almawdu'ati, ambazo ni za kutunga, wa dhaifa na dhaifu. Wa minha, na miongoni mwa hadithi hizo, takhsisu lailati nisfi biqiyamin, ni kuhusisha usiku wa katikati ya Shaaban kwa kusimama kuswali, au takhsisu yaumin nisfi min Shaaban bisiyamin, au kuhusisha mchana wa katikati ya Shaaban kwa kufunga. Lam yathbut dhalika fi ahaditha sahihatin, haijathibiti hilo katika hadithi sahihi. Hakuna hadithi sahihi zilizokuja kuelezea jambo hilo. Walidhalika qala al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah fi kitabihi Lataif al-Ma'arif, na kwa sababu hiyo amesema Ibn Rajab al-Hafidh katika kitabu chake hicho katika ukurasa wa 145, qala anna qiyama lailatin nisfi min Sha'ban, kusimama nusu ya usiku, kusimama usiku wa nusu ya Sha'ban, lam yathbut fihi shay'un an nabii sallallahu alayhi wasallam, haijathibiti ndani yake hadithi yoyote kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala an ashabihi, wala kutoka kwa masahaba wake. Sawa, kusimama kuswali usiku wa nusu ya Shaaban. Ibn Rajab anasema hivyo. Wa hakadha qala Sheikh Ali Mahfudh, kadhalika Sheikh Ali Mahfudh min ulama al-Azhar, miongoni mwa wanachuoni wa Azhar, fi kitabihi al-Ibda', katika kitabu chake al-Ibda' qala, amesema, wa min al-mawasimi, na miongoni mwa misimu, allati, ambayo nasabuha lishar'i, wameinasibisha katika sheria, na miongoni mwa misimu ambayo wameinasibisha katika sheria,
lailatun nisfi au lailatan nisfi min Shaaban, ni usiku wa nusu ya Shaaban. Fa inna salafa as-salih, hakika wema waliotangulia, lam yakun lahum aadatun, hawakuwa na kawaida ada bitakhsisi yawmin, kwa kuihusisha siku mchana, au laila au usiku, kwa kuhusisha mchana wowote au usiku wowote, bil ibadati, kwa kufanya ibada, illa ma thabata fi sunna, isipokuwa kile kilichothibiti katika nini? Sunna. Lakini asalafu wakuwa kwamba wanajifanyia tu mchana wowote wakaamua kuweka ibada katika mchana au usiku, isipokuwa imethibiti katika nini? Katika sunna. Wa hakadha qala Sheikh Muhammad al-Ansari, kama hivyo pia Sheikh Muhammad al-Ansari rahimahullah fi kitabihi Is'afu al-Khallan فيما ورد في ليلة النصف من شعبان إتحاف الخلان، amesema قال رحمه الله لم يثبت في قيامها وصيامها بعينها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. لم يثبت أي ثبت في قيامها، sawa, haijathibiti kusimama kwake usiku kuswali, wasiyamiha, na kufunga kwake haijathibiti, biainiha, sawa, shay'un, kufunga kwake biainiha, yani kwa kutajwa hasa aini ya siku hiyo, kwamba usiku huo wa 15 haijathibiti kwa kutajwa kwake. Shay'un, haijathibiti hadithi yoyote ya Nabii sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mtume, au hakijathibiti chochote kutoka kwa mtume wala sahabati wala kutoka kwa masahaba. Haijathibiti kwamba ati kuna kufunga au kusimama kuswali. Famadama annahu lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maadamu hakuna kilichothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala an sahabati wala masahaba wake, fahal takunu ibadatun, je itakuwaje ibada lam taati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na itakuwaje ibada na haikutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala an sahabati wala kwa masahaba wake? Je, itakuwa vipi ibada na haikutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba zake? Walidhalika lamma ahdatha an-nasu al-bid'a, na hivyo na kwa sababu hiyo wakati watu walipozusha bid'a, qala al-Imam Malik rahimahullah, alisema al-Imam Malik, law kana khaira la sabaquna ilayhi, law ingelikuwa hii ni khairi wangetutangulia wao kuifanya. Sawa, mtume na masahaba wangetangulia. Law kanat hadhihi al-ibadatu allati ahdathuha khaira, law ibada hizo zilizozusha ingekuwa ni khairi, wa qurbatan ila Allah, na ni ibada ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, la sabaquna ilaiha, basi wao wangetutangulia kuifanya. La sabaqna ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sabaqana ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angelitutangulia kuifanya ibada hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, na masahaba zake radhiyallahu anhum. Wa qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah fi kitabihi at-tahdhir min al-bid'a au at-tahdhir min al-bid'a, Sheikh Ibn Baz anasema, wa qad warada fi fadli lailati an-nisf min Sha'ban ahadithu dha'ifatun, na zimekuja hadithi dhaifu nyingi kuelezea fadhila za kuswali usiku wa nusu ya Shaaban. La yajuzu al-i'timadu alaiha, haifai kuzitegemea. Wa amma ma warada fi fadli as-salati fiha, na ama zile hadithi zilizokuja kuelezea kuswali katika usiku huo, habari zile fadhila, ama zile hadithi zilizokuja kuelezea kuswali katika usiku huo, fa kulluhu mawdu'un, zote ni za kutunga. Nabaha ala dhalika kathirun min ahli al-ilm, wamilitanabahisha hilo wengi katika maulama wamtanabahisha. Wa hakadha qala Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, qala, amesema, wa lailatun nisfi min Sha'ban, na usiku wa nusu ya Sha'ban, lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'un, hakijathibiti chochote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min ta'dhimiha, kutukuza usiku huo, au ihyaiha, au kuhuisha kwa kuswali katika usiku huo.